Mtazamaji, mwelekezi wetu Hedan alikuwa ananiambia kwamba sijafanya research yangu vizuri. Ananiambia kwamba sasa hivi sio CBC ila ni CBE. Mwalimu atakuwa akituambia kwamba maana ya CBE ina maana gani. Asante sana kwa kuendelea kutizama West TV mtazamaji. Leo tarehe 17 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi mwaka 2025. Kipindi ni dawati la lugha. Mimi ni Omsungu, nina mwalimu Amos. Mwalimu, karibu tena. Asante kaka. Pale Irani amekuwa akiniambia kwamba mimi upokee tu mshahara, huwa sifanyi research vizuri Akaniambia kwamba bwana si CBC ni CBE. Hebu naomba mchango wako pale. Labda tu ni mambo tu ya kuweza unajua mambo haya ni mapya. Mambo mageni haya lazima yawe wanaweka pale, wanapachika pale, tena wanarudi baada ya kutafiti basi waweze kulainisha mambo. Nadhani ni mambo tu yale ya kubadilisha ni majina, ni kulingana tu na mambo mengine yenyewe yanahusu elimu na hiyo E na C ni mambo tu ya undani tu hapa na pale. Naam. Vizuri. Kwa hivyo tuangazie pale fasihi. Kabla tujaangazia pale ningependa kujua, na pia kwa niaba ya mtazamaji, juzi tumesikia kwamba kabla tujazamia pale, juzi tumesikia kwamba hakutakuwepo na mitihani mwaka huu kwa sababu serikali haijatenga hela za mitihani. Hivi wanafunzi wanasoma na hawataandika ule mtihani? Sijui kama umekutana na neno kama hilo mwalimu. Limekuwepo swala hilo juzi baada ya huo mkutano, ikawa kwamba je, swala lenye limekuwa gumzo sana kwamba mtihani upo ama haupo. Mimi binafsi nimepigiwa simu na wazazi wanaulizia ikiwa mtihani upo ama haupo, hivi basi vitengo ama watazingatia nini ili kwamba wanafunzi hawa walio katika grade ya 9 kujiunga na shule za upili, basi watazingatia nini ikiwa hakuna mtihani. Lakini nadhani serikali imefanya inavyopaswa. Nadhani ilikuwa jana ama juzi kwamba waziri anayehusika ameweka bayana kwamba mtihani upo, hela za mtihani zipo, na wazazi wasiwe na tashwishi kwamba watalipa pesa za mtihani. Kwa hivyo fahamu kwamba mtihani upo na lazima mtihani uwe kigezo cha labda kuweza kumwasilisha mwanafunzi kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Tunapokuwa pale kwenye mtihani, haswa karatasi ya Kiswahili, je, CBE ndo JSS? Naam. JSS mtihani unatungwa kivipi? Kwa sababu tumezoea tu mtihani wa kidato cha 4, kuna fasihi, kuna nini pale kwenye JSS. Mtihani wa Kiswahili, karatasi ya Kiswahili inatungwa namna gani na wanatuza namna gani alama? Naam, swali zuri. Na jinsi labda niseme tu kwamba ukilinganisha na mtaala uliotangulia kwamba kulikuwa na alama 50 na zile alama 50 zilikuwa basi zimewekwa tu katika tulikuwepo na karatasi mbili. Karatasi ya kwanza, karatasi ya insha ambayo ilikuwa na alama 40. Na hii karatasi ya pili, karatasi ya sarufi lugha ilikuwa na alama 60. Maswali 50 lakini wakaweka wastani 60, ukiongeza na insha basi 100% inajaa. Ukizingatia mtaala huu mpya, kumbuka kwamba wanafunzi hawa walipokuwa katika grade ya 9, walipofanya mtihani huo wao wa grade ya 9 kabla ya kuingia katika shule hii ya sekondari msingi, basi hawakufanya karatasi ya insha. Naam, walifanya lugha peke yake. Na katika lugha hiyo kulikuwa na maswali ya viteuzi. Kwa hivyo mwanafunzi alitakikana kuchagua kati ya viteuzi vilivyokuwepo, ajaze alama 50 kisha asonge katika shule ya upili msingi. Tunapoangalia karatasi
tukodolea macho ya mwaka huu wa mtihani wa mwisho wa kozi ama sehemu hii, mtihani wa kitaifa, basi karatasi hii tunaambiwa kwamba ama imewekwa, tumeaona mifano ni kwamba karatasi hii ina karatasi mbili. Karatasi ya insha ipo na ina alama 20. Kinyume na awali tulikuwa na alama 40. Basi karatasi ya insha ina alama 20. Naam. Na tunapoangalia karatasi nyingine ama karatasi ya pili, karatasi hii ina alama 50 kwa jumla, ambayo lazima pia kutafanywa na 1-2 basi ifike alama 80. Lakini alama hizi 50 zimewekwa katika vitengo tofauti tofauti. Kuna zile vifungu vya kusoma, na kujibu maswali moja kwa moja. Nakumbuka kwamba maswali baadhi ya maswali hapa hayana yale majibu kwamba mwanafunzi aweze kuchagua. Tunaleta ile dhana iliyokuwepo katika shule za msingi kwamba mwanafunzi mwenyewe aweze kusoma na kuandika swali lake katika karatasi ya mtihani. Naam. Kwa hivyo kuna kifungu kile cha kusoma, ufahamu na kujibu maswali jinsi kutokana na ufahamu aliosoma moja kwa moja. Hapo tuna alama karibu vifungu viwili, kuna alama karibu 20 hivi. Naam. Katika karatasi yenyewe pia kuna tamthilia. Kumbuka kwamba tamthilia ni sehemu ya fasihi ambayo inasomwa katika shule hii za grade ya 7, 8 na 9. Kuna swali la tamthilia ambalo lina alama 10. Pia kuna maswali ya ushairi. Maswali ya ushairi yapo. Pia yapo kwenye yapo katika karatasi hii hapo. Pia ikizingatiwa kwamba tumeshughulika katika kiwango cha ama sehemu ya kwanza ufupishaji, tunazingatia ama tunatarajia maswali ya ufupishaji pia katika karatasi hii nzima ya pili. Kwa hivyo ndio tunasema kwamba karatasi yenyewe ni nzito. Kando na lugha, kama kawaida kuna maswali ya lugha ya moja kwa moja jinsi ilivyokuwa, yanayobeba alama kama 10 hivi kujaza zile alama 50. Naam. Hapo wanafunzi mnawatayarisha mkizingatia hii karatasi ya Kiswahili? Na wanafunzi wanatayarishwa jinsi inavyopaswa. Shule nyingi tu zinajituma, zimevalia njuga swala hili. Walimu wenyewe wanatahini kuongezea na mitihani ambayo wananunua, na kumbuka kwamba unanunua mtihani ambao pia unaweza kuafiki vigezo hivi vinavyotarajiwa na Wizara ya Elimu, ukiwapatia taswira kamili ya yale ambayo wanatarajia baada ya mwaka huu, hasa wale wa grade ya 9 wanapotarajia mtihani wao wa kitaifa wa kujiunga na ile hatua nyingine ya shule za upili. Basi matayarisho yapo mazuri. Tunafunza kulingana na ile, na mitihani pia inafanywa kulingana na ile karatasi. Labda mwalimu, wanafunzi watafanya huu mtihani mwezi upi? Mtihani huu unatarajiwa kufanywa mwezi wa 11. Mwezi wa 11. Naam. Kama awali tu. Naam. Vizuri. Kwa hivyo tuzamie swala la fasihi. Je, fasihi ni nini? Fasihi ni tungo ya mwandishi ama msimulizi yeyote ambayo kiufupi tu tunasema kwamba fasihi ni kioo cha jamii. Naam. Kioo cha jamii. Naam. Labda kuna aina ya vitengo kwenye fasihi? Fasihi imegawanywa katika vitengo tofauti tofauti. Kumbuka kwamba tunaposema fasihi ni mambo ambayo yanatendeka katika jamii yetu. Mambo ya kawaida ambayo yanatendeka katika jamii yetu. Mwalimu, umenikumbusha na samahani kulizungumza hili. Naam. Awali baba angefariki, mama alikuwa anasalia mjane, si ndio? Naam. Na baadaye mama anamchagua mpenzi wake mwingine kwanza kuishi na yeye. Ndio fasihi tunazozungumzia. Naam.
hivyo yule amefariki, ameaga dunia, mama anatafuta mtu mwingine, anakuja anaingia ndani ya nyumba. Anaanza kuwatunza hawa watoto na mama mwenyewe. Ni kweli. Japo wanaume wa siku hizi awali hawakuwa wanampiga mjane, lakini wanaume wa siku hizi wameanza kuwapiga wajane. Ndio fasihi mwalimu. Ndio fasihi. Asante. Mambo ya kawaida. Endelea. Kwa hivyo ulivyouliza kaka ni kwamba mtazamaji, fasihi inawekwa katika vitengo viwili. Kuna kitengo cha kwanza, tanzu, hizi zinaitwa tanzu. Tanzu ya fasihi andishi na fasihi simulizi. Kwa hivyo fasihi andishi na fasihi simulizi, jinsi yalivyo yanavyosikika ni kwamba fasihi andishi ni kazi ambayo inaandikwa. Kwa hivyo tunasema kwamba tunapowafunza wanafunzi wetu katika kiwango hiki, tunasema kwamba fasihi andishi ni kazi ya fasihi andishi ambayo imeweza kuandikwa na mwandishi ama yule msimulizi, mwandishi, mwasilishaji, na huweza kuwasilishwa kwa njia ya maandishi. Na inapowasilishwa katika njia ya maandishi, basi huweza kumfikia yule anayefaidi kwa kusomwa. Hiyo ndio fasihi andishi. Naam. Na fasihi simulizi nayo, jinsi kulingana tu na jina, inasimuliwa. Kwa hivyo ni kazi ya fasihi ama kazi ya mwandishi ambayo huwasilishwa kwa yule anayefaidi kwa njia ya masimulizi. Naam. Kwa hivyo tuzamie fasihi simulizi ama fasihi andishi? Labda tuanze tu kwa kuangalia fasihi andishi. Naam. Fasihi andishi yenyewe ina vipera. Vipo vipera ama mifano ya fasihi andishi. Mfano, kipera cha kwanza ni novela. Novela. Pia tuna tamthilia. Kando na tamthilia tuna ile ushairi andishi. Naam. Kwa hivyo kuna novela. Novela hii inashughulikiwa katika gredi ya 7. Mwanafunzi anapoingia gredi ya 7 kuna vitabu vinaitwa novela. Ni hadithi ambayo ina maudhui machache na wahusika wachache. Novela. Kumbuka kwamba kuna novela na tofauti ipo kati ya novela na riwaya. Nilikuwa nataka kuuliza ile mwalimu kwa sababu sikuwa naelewa. Novela na riwaya kuna uhusiano wa karibu sana. Ila riwaya nayo ni kubwa, ina sehemu nyingi, ina sura nyingi na inakaa nzito kidogo ukilinganisha na umri wa wanafunzi wenyewe. Kwa hivyo hii riwaya husomwa na watu waliopevuka, watu wakubwa kidogo katika kiumri, na hushughulikiwa hasa katika shule za sekondari. Ila novela inashughulikiwa katika shule za msingi awali katika gredi ya 7. Ni mfululizo wa hadithi ila kuna wahusika wachache na maudhui machache. Ukilinganisha na riwaya ambayo ina wahusika wengi, matukio mengi na pia wahusika ni wengi. Naam. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti. Kwa hivyo kuna novela. Naam. Alafu kuna ushairi. Kuna ushairi andishi. Kumbuka kwamba kuna ushairi andishi na ushairi simulizi. Naam. Kwa hivyo hapa tuna ushairi andishi. Yale mashairi ambayo yamewekwa katika njia ya maandishi katika kitabu. Ukikumbuka kwamba mwanafunzi anaulizwa kitabu kile chenye mkusanyiko wa mashairi kinaitwaje, basi ndipo tunazungumzia mambo ya diwani. Naam. Kwa hivyo kuna ushairi andishi, kuna novela, kuna tamthilia jinsi nilivyosema awali, na pia tuna riwaya kama vipera vya fasihi andishi. Vizuri. Naam. Sijui kama tunaweza eleza kwa ufupi. Umeanza kwa kueleza kwamba novela ni vitabu ama mazungumzo ambayo hayana upana. Naam. Hayana upana, maudhui ni machache na wahusika pia ni wachache. Tukija katika tamthilia nayo ni uigizaji. Imeandikwa katika njia ya maigizo. Naam, maigizo haya wahusika na hili kushughulikiwa na labda wanafunzi wanapoelekea kufanya mtihani, basi kuna yale makundi ambayo huja shuleni kufanya yale maigizo kwamba waweze kuwezesha wanafunzi kuweza kuelewa zaidi. Kwa hivyo kuna maigizo kwamba mwandishi ametumia wahusika fulani kufanya maigizo, na
kwa njia ya mazungumzo. Kwa hivyo maigizo haya katika tamthilia yamewekwa katika njia ya mazungumzo. Ukija katika riwaya nishafafanua kwamba wahusika ni wengi. Na katika uandishi ile ushairi andishi, basi ni mashairi ambayo yamewekwa katika kitabu kimoja, mkusanyiko wa washairi wengi tu, kazi zao zimewekwa katika kitabu kimoja. Kwa hivyo mambo haya, mashairi haya yanaweza kuwasilishwa kwa wanafunzi waweze kusoma na kufanya mazoezi hayo, ama kuweza kujibu maswali kulingana na kitabu chenyewe cha mashairi. Naam, vizuri. Kwa hivyo hiyo ni fasihi andishi. Naam. Na pale fasihi simulizi. Naam, katika fasihi andishi kuna sehemu zinaitwa dhana. Kuna dhana zile za fasihi andishi. Katika tukirejea dhana za fasihi andishi, hapa ndipo tunarejelea zipo nyingi tu, kadha wa kadha. Dhana za fasihi andishi. Mwanzo kabisa tuna maudhui. Katika fasihi andishi, katika fasihi yoyote lazima tuwe na maudhui. Naam. Maudhui ndio lengo. Maudhui ndio lengo. Naam. Ndio maneno ama ni ujumbe ama mawazo. Naam. Ama ni maswala muhimu yanayoshughulikiwa katika fasihi. Tunavyofunza wanafunzi waeleze maudhui ni nini. Hapo mwanafunzi anaposema kwamba ni masuala muhimu yanayoshughulikiwa katika kazi ya fasihi, basi yako sawa, analenga maudhui hayo. Naam. Kwa hivyo maudhui ni yale mambo kwa mfano katika mwanafunzi anapo labda ataje tu baadhi ya maudhui katika kitabu. Mara nyingi maudhui yanayoshughulikiwa ni kama elimu, ni kama haki za wanawake, ni kama haki za watoto, ni kama labda tuzungumzie afya, labda tuzungumzie usafi wa mazingira, labda tuzungumzie teknolojia. Kwa sasa hivi tunaishi katika maisha ama ulimwengu wa teknolojia. Naam, haya ndio maudhui. Kwa hivyo inalingana mwandishi wa kazi yake amelenga nini katika jamii. Kumbuka kwamba teknolojia inaathiri jamii pakubwa sana. Naam, masuala ya elimu, masuala ya haki za binadamu, haki za wanawake, haki za watoto na kadhalika. Mazingira pia yakizingatiwa. Kwa hivyo hiyo ni baadhi ya maudhui. Naam. Kutoka kwa maudhui, kando na maudhui pia kuna dhana ile ya sasa dhamira basi ni lile lengo ulilosema awali. Kwa hivyo tunapozungumzia dhamira, basi mwandishi msaisha ama mwanafunzi anapaswa kuelekeza asome kazi ya mwandishi na aweze kujua mwandishi huyu analenga nini, anapitisha ujumbe gani katika kazi yake. Hapo ndipo sasa tunazungumzia mambo ya dhamira. Naam. Dhamira. Na unapozungumzia dhamira, ninajaribu kuwaza kwamba dhamira, kwa mfano wajua mwalimu, wakati mwingine watazamaji wanastahili kuelewa kwa upana kwamba umesema dhamira ni lengo. Dhamira ni lengo. Labda anakoelekea mwandishi. Naam. Analenga nini? Naam. Nini hiki anachokizungumzia? Naam. Kina nani hawa anaowazungumzia? Naam. Ndio dhamira. Vizuri. Na katika dhamira ile mwandishi ataweza kuwasilisha vipi dhamira? Lazima atumie wahusika fulani. Naam. Anapotumia wahusika hawa kutimiza ama lengo lake ambayo tunaita dhamira, basi inafaa kwamba mwanafunzi pia ajue wahusika ni nani. Wahusika ni nani katika kazi ya fasihi, na wahusika ni mojawapo ya dhana za fasihi. Basi tunasema kwamba mhusika ni nani? Mhusika ni kiumbe chochote, ni viumbe wanaotumika katika kazi ya fasihi kuwasilisha ujumbe ama kuwasilisha maudhui yanayolengwa na mwandishi. Kwa hivyo tunapozungumza wahusika, si lazima wawe binadamu. Kuna zile hadithi ambazo zinatumiwa na mwandishi, ametumia wanyama kuwasilisha ujumbe wake ama maudhui. Wanyama kama vile sungura, kobe, fisi,
wanaweza tumika, na pia hao wanaitwa wahusika katika kazi hii ya fasihi. Naam. Mwalimu, samahani kukurejesha nyuma, lakini ninahisi kwamba dhamira na maudhui yana utofauti mdogo sana. Naam. Hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Dhamira ni tofauti na maudhui. Maudhui ni swali zuri sana. Maudhui, ninavyosema kwamba mwanafunzi anapoulizwa maudhui katika kitabu, maudhui gani ambayo yamezingatiwa katika kitabu fulani? Mfano tu tuseme kwamba usafi wa mazingira. Tuseme tu haki za wanawake. Ni maudhui ambayo yameshughulikiwa katika kitabu. Lakini unapoulizwa ni dhamira gani? Tambua dhamira katika kazi ya fasihi. Swali hilo la mazingira, basi unaweza liweka kwamba tuweze kutunza, ama umuhimu wa kutunza mazingira katika maisha ya kawaida, katika jamii. Umuhimu wa kuzingatia haki za watoto. Hilo ndilo dhamira. Huyu mwandishi anataka nini? Analenga nini? Analenga tuyatunze mazingira. Analenga tukumbatie teknolojia. Analenga tuweze kushughulikia, ama tuweze kulivalia njuga swala hili la haki za watoto, haki za wanawake katika jamii, haki za walemavu. Naam, haki za walemavu, hivyo. Lakini maudhui yanapeana kwa ufupi tu kwamba elimu imeshughulikiwa, kwamba mazingira yameshughulikiwa. Kwa hivyo kuna tofauti ni nyembamba sana. Naam, ulivyosema. Alafu pia ukasema kwamba mojawapo ya dhana ya fasihi andishi ni wahusika. Hapo ndipo tulipokuwa. Kwamba wahusika hawa wanaweza kutumika na mwandishi kuweza kutimiza ile dhana ya dhamira na ile dhana ya maudhui. Kwa hivyo wahusika ni muhimu sana katika kazi ya fasihi. Dhana nyingine? Naam, dhana nyingine ni ploti. Ploti ni dhana nyingine, kwa jina jingine ni msuko. Naam. Sio ile ploti ya shamba? Si ploti ya shamba. Kwa hivyo msuko ama ploti inashughulikiwa katika fasihi, kumaanisha kwamba ni mtiririko wa matukio katika kazi ya fasihi. Mtiririko wa matukio katika kazi. Naam, katika kazi ya fasihi. Mtiririko au mfuatano wa matukio katika kazi ya fasihi. Kumbuka kwamba tunapozungumzia matukio tunazungumzia events. Na matokeo ni results. Naam. Matukio ni events. Matokeo results. Vizuri. Naam. Kwa hivyo tofauti ipo hiyo. Kwa hivyo mfululizo, huyu mwandishi ameweza kufululiza namna gani? Ameweza kutiririsha namna gani matukio yake mwanzo hadi mwisho. Basi mwanafunzi anapotambua hili, basi hiyo ndio tunaita ploti katika fasihi au msuko. Naam. Na msuko huo pia una manufaa ya au umuhimu wa msuko katika kazi ya fasihi upo pia. Msuko huweza kuleta ile dhana ya taharuki katika fasihi. Kumbuka taharuki tulipokuwa tunasoma nyuma kidogo kwamba lazima katika kazi yoyote anayoisoma, jinsi tu tunavyowatazama filamu, huwezi kuwa unaanza kutazama filamu na tayari unajua itaisha namna gani. Kwa hivyo hutakuwa na ile amu ama ari ya kuweza kuendelea kutizama. Lazima uwe hujui chenye kitatendeka, basi una ari ya kuendelea kutazama ili uweze kutambua nini kilitokea katika filamu yenyewe. Kwa hivyo msuko au ploti humsaidia msomaji kuweza kutambua huleta ile taharuki ya kuweza kusoma ama kuendelea kusoma kazi ya fasihi. Pia huweza kutimiza ama kuwasilisha maudhui yanayohitajika katika kazi ya mwandishi yote. Naam. Kwa hivyo ploti ni mtiririko. Naam. Unasema ni mtiririko wa matukio. Naam.
kwenye fasihi. Katika fasihi. Aha. Naam. Vizuri. Kuna dhana nyingine pale? Dhana ipo nyingine ambayo ni mandhari. Mandhari. Naam. Mandhari. Na mandhari ni muhimu sana katika kazi ya fasihi. Kumbuka kwamba mandhari ni hujumuisha ni wakati gani na ni mahali papi ambapo matukio yametokea. Wakati na mahali. Hivyo hivyo. Kwa hivyo ukijua kwamba ni wakati gani na mahali wapi matukio yametokea, basi hapo ndipo tunazungumzia mandhari. Naam. Na umesema mandhari ni muhimu kwenye kazi ya fasihi. Mandhari ni muhimu sana katika kazi ya fasihi. Na swali linakuja kwamba mandhari, utajuaje mandhari katika labda tamthilia? Mara nyingi waandishi hutumia mandhari. Mandhari hutokea katika wanapoandika mwanzo wa sura, anapoandika mwanzo wa sura, anapoanza mwanzo wa onyesho ya tamthilia, ameweka katika italiki, mfumo huo wa italiki, mabanoni, anaeleza mhusika fulani na fulani wapo mahali fulani na fulani na ni wakati fulani na fulani. Unapoanza kusoma onyesho fulani utapata kwamba mwandishi ameandika Juma na Maria wapo mkahawani na ni adhuhuri. Kwa hivyo maneno haya yamewekwa katika italiki, yanampatia mwao msomaji kwamba hapa ni mahali fulani. Kwa hivyo hayo ndio mandhari katika kazi hiyo ya fasihi. Naam. Vizuri hapo, umeeleza vizuri. Alafu pia tunapokuwa pale kwenye dhana. Naam. Na mandhari yanaweza kuwa shuleni, yanaweza kuwa hospitalini au barabarani. Naam. Je, yule mtahini anaweza hitaji mtahiniwa kutaja dhana kwenye fasihi fulani ambayo labda ameisoma? Naam. Naam. Naam, katika maswali ambayo tunayaona ni kwamba mwanafunzi anatarajiwa kuelewa dhana, kuelewa ni dhana gani ambazo zimetumika katika fasihi, na watamuuliza ile dhana aieleze, na kuna alama fulani ambazo zinatuzwa. Kwa mfano watamuuliza eleza dhamira katika dondoo ulioisoma hapo awali. Kwa hivyo mwanafunzi, ni wajibu wa mwanafunzi kuweza kusoma ile kazi ambayo amepewa kama ni dondoo, basi aweze kubainisha ni mandhari gani, ni wapi matukio haya yalitendeka na ni wakati gani, ama ni ujumbe gani tunapozungumzia mambo ya maudhui, ama ni dhamira gani ya mwandishi. Kwa hivyo maswali hayo hutahiniwa, mambo ya dhana katika kazi ya fasihi katika kiwango hichi. Naam. Mtazamaji, dakika 36. Mwalimu, najua una majukumu mengi sana, ningependa kukuachilia, lakini sijui kama tumesalia na kitu fulani cha muhimu pale kwenye fasihi ambacho tungeguzia kabla uondoke, kwa sababu najua una majukumu mengi ambayo unastahili kutekeleza kule nje. Majukumu ni mengi, ila labda ni malizie tu kwamba kuna dhana pia ya ile ya mbinu za lugha. Tunapozungumzia mbinu za lugha, labda tutatenga wakati mwingine kwa sababu ni mambo mengi sana na ni mapana. Kwa hivyo tutatenga muda tena kipindi kijacho, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, basi tutaweza kuzamia katika sehemu ile na tushughulikie. Vizuri. Naam. Kabla tujatamatisha, labda neno lako, himizo ama neno kwa mzazi na hata mwanafunzi ama mpenzi wa kipindi cha Dawati la Lugha. Naam. Asante. Labda niseme tu kwamba nikimalizia, kwa mzazi ambaye ana mwanafunzi katika kiwango hiki, ajue kwamba wanafunzi hawa wana kazi nyingi sana ambayo ipo katika kiwango hiki. Karatasi tu ya Kiswahili na karatasi ya labda sehemu nyingine, anafaa kupewa muda mrefu na mambo mengi, ama vitabu viwepo, pia nyenzo ziwepo za kuweza kujitayarisha, hasa wale wanaojitayarisha kwa mtihani wa kitaifa. Na labda ujumbe tu kwa mwanafunzi anayejitayarisha kwa mtihani wa kitaifa mwaka huu wa gredi ya 9, aweze kuwa na mwao na sehemu hizi zote, aweze kujipanga mwanzoni. Kumbuka kwamba atanguliaye kizimani
hunywa maji maenge. Na utakapofanya mambo yako kwa wakati huu mapema, basi utakuwa na muda rahisi sana katika muhula ujao unapofika, unapoadia, utakuwa tayari kwa mtihani wako na utafanya vizuri. Labda kwa walimu ningesema tu kwamba tuweze kulivalia njuga swala hili. Si rahisi kwamba tuweze kufanya utafiti sana katika matini tofauti mtandaoni, ili kwamba tuweze kuwapatia wanafunzi wetu kile ambacho kinastahili na waweze kujihami vilivyo. Kumbuka kwamba mtihani huu utakuwa wa awali kabisa, ikizingatiwa kwamba haujawahi fanywa tangu mtaala huu wenyewe uzinduliwe. Naam. Vizuri. Mtazamaji, dakika 39 zimekatika baada ya saa 5. Mtazamaji, ukiona picha zetu mbovu, ukiona sauti zetu mbovu, mlaumu Hiran. Lakini pia ukisikia sauti zetu nzuri, picha zetu nzuri kwenye kiwango chako, basi shukrani zimwendee Hiran. Nazungumza nini? Nasema kwamba yeye ndiye mwelekezi, yeye ndiye anayehakikisha kwamba kipindi kimenoga na kimekufurahisha wewe. Mimi naitwa Omsungu, nimekuwa na mwalimu Amos. Asante sana kwa kutenga muda wako kuandamana nasi hadi hapa tumefika. Shukrani na uwe na weekendi nzuri.